Ushawahi kujiuliza kwa nini asilimia kubwa ya watu huwa na maisha magumu ya kifedha mwanzoni mwa mwaka, mwezi Januari, au wengi wanapenda kuita Januari, na hasa inakuwa ni baada ya sikukuu za Christmas na mwaka mpya? Ulishawahi kujiuliza swali kama hilo? Sasa hapa nimekuletea sababu 8 za msingi zinazopelekea wengi kuwa broke au kukosa pesa mwanzoni mwa mwaka, yaani mwezi Januari. Sababu ya kwanza, matumizi makubwa ya pesa kipindi cha sikukuu. Watu wengi wanakuwa na tabia ya kufanya matumizi makubwa ya pesa kipindi cha sikukuu, ikiwa ni pamoja na kununua zawadi kwa marafiki, jamaa na ndugu, gharama kubwa za usafiri. Asilimia kubwa kipindi cha sikukuu wanatoka mijini na kwenda makwao vijijini, wanatumia gharama kubwa za usafiri kwa maana ya nauli, mafuta ya magari au matengenezo ya magari, lakini pia gharama kubwa za vyakula kwa maandalizi ya milo ya sikukuu. Wengi hutumia gharama nyingi sana, na tatizo kubwa, wanatumia gharama zote wakiwa hawana bajeti maalum. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni ushindani wa kufanya sherehe kubwa. Watu wengi huforce kufanya sherehe za gharama kubwa ambazo zipo nje ya uwezo wao wa kifedha. Ushindani huu wanaopata kwa msukumo wa mitandao ya kijamii na jamii zinazowazunguka. Lengo la ni moja, kuonyesha uwezo wa sherehe za kifahari, zawadi za gharama, mavazi mapya na kufanya karamu kubwa za kifahari. Lakini pia kama nilivyosema, msukumo wa mitandao ya kijamii, kuona picha na video za wengine wakifurahi na kununua vitu vya gharama na pale wanapotaka kufanana nao. Hiyo ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu, kutokuwa na bajeti maalum ya sikukuu. Wengi tumekuwa na mazoea ya kufanya sherehe za gharama kubwa pasipokuwa na bajeti hata kidogo, au mwongozo wa kufanya manunuzi kipindi cha sikukuu. Kutumia pesa bila mpango kwenye manunuzi kama vinywaji, zawadi, chakula na usafiri. Lakini kutotenga pesa kiasi maalum kwa ajili ya sikukuu. Lakini pia kukosa maandalizi ya mapema kwa ajili ya sikukuu. Wengi tunafanya sikukuu kama tumeshtukizwa. Mwezi wa 12 tayari ndo unaanza kufanya maandalizi ya sikukuu. Sikukuu inabidi ufanye maandalizi mapema mwezi wa 10, wa 11, wa 9. Hiyo ndo miezi ya maandalizi. Utajipanga kwa kiasi cha pesa, bajeti yako, na kufanya kulingana na uwezo wako wa kifedha. Lakini sababu ya 4, kuchukua mikopo ili kukidhi gharama za kufanya sikukuu. Wengi wanatumia sana mikopo ili kufanikisha sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Wanatumia mikopo bila kukumbuka kuwa watahitajika kulipa mikopo hiyo kwa riba kubwa, hasa mwezi Januari. Sasa kukopa kwa ajili ya sikukuu, wengi wanachukua mikopo kwenye mabenki, kwenye makampuni binafsi na mikopo ya simu, yote ikiwa ni kukidhi mahitaji ya sikukuu. Lakini pia kuna mikopo ya kulipa baadaye. Hapa tunazungumzia mikopo ya vitu. Unakopa mchele kwa mangi ili watoto wafurahi siku ya sikukuu, lakini bila kukumbuka kuwa mwezi Januari utalazimika kulipa mikopo yote ambayo unakopa ili kufanikisha sikukuu. Lakini sababu ya 5, kusahau gharama za kuanza mwaka. Kumbuka, mwanzoni mwa mwaka kunakuwa na gharama nyingi na za lazima. Hivyo wengi hujiachia kipindi cha sikukuu mwezi wa 12 bila kukumbuka kuwa Januari watapaswa kutoa gharama kubwa sana za pesa za lazima. Gharama nyingi za Januari kama ada za shule, vifaa na michango mingine ya shule kwa watoto wanaosomeshwa, lakini pia kodi za pango, bills za maji, umeme
lakini bila kusahau riba za mikopo yote ambayo unakuwa umeifanya mwezi huu wa 12 kwa ajili ya sikukuu, na marejesho kwenye vikoba bila kusahau. Haya yote unalazimika kuja kulipa mwezi Januari. Sasa wengi wanakuja kuwa na maisha magumu kipindi cha Januari kwa sababu wanakabiliwa na gharama nyingi, na nyingine zikiwa zimechangiwa na gharama za sikukuu alizozifanya mwezi Disemba. Lakini sababu ya 6, kutokuwa na mpango wa kufanya biashara. Kipindi cha sikukuu, baadhi ya wafanyabiashara husitisha biashara kwa lengo la kwenda makwao vijijini kufurahi na ndugu na familia. Sasa wakati ukiwa umesitisha biashara, manake kunakuwa hamna kiasi cha pesa kinachoingia zaidi ya kiasi cha pesa unachokitoa. Kumbuka, siku zote tunasema hesabu za minus huisha kwa sifuri. Kwa hiyo kama kipindi chote utakuwa unatoa tu pesa pasi kuingiza kwa sababu umefunga biashara, mwisho wa siku utajikuta Januari inaanza ukiwa na zero balance. Kiasi chote umespend kwenye sikukuu mwezi Disemba. Lakini sababu ya 7, kutojali akiba ya dharura. Kutumia akiba yote kwa kipindi cha sikukuu na kushindwa kumudu dharura za mwanzoni mwa mwaka, yani Januari. Akiba zote ambazo wengi wamesevu kwa mwaka mzima huzitumia kwa gharama za sherehe za Disemba, yani Christmas. Na mwisho wa siku mwezi Januari unaanza akiwa hana hata senti ya dharura. Sasa dharura zote za kifedha ambazo zinajitokeza kipindi cha Januari zinakuwa hazina solution kwa sababu pesa yote umespendi kwenye sherehe za mwisho wa mwaka. Lakini sababu ya 8 na ya mwisho ni sababu za kisaikolojia. Hapa kuna mitazamo mbalimbali ya fedha, hasa kwa kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Watu wengi wanakuwa na mitazamo mseto juu ya kumaliza mwaka, wakiwa wanaamini kuwa mwaka unavyoisha basi bajeti zote zinapaswa kuisha. Kiasi chote alichokitafuta mwaka mzima anapaswa kukitumia na kukimaliza, na akiamini kwamba mwanzoni mwa mwaka au mwaka mpya ukiingia ataanza kutafuta upya. Ni mitazamo ambayo inafanya watu wengi kuwa na maisha magumu sana kipindi cha mwanzoni mwa mwaka, kwani pesa nyingi anakuwa anazitumia kwa starehe za mwishoni mwa mwaka na matumizi ya gharama kubwa. Na mwisho wa siku, mwanzoni mwa mwaka Januari, anakuwa hana hata senti. Basi hizo ni sababu za msingi 8 ambazo watu wengi wanajikuta kwenye maisha magumu ya kifedha mwanzoni mwa mwaka, na wengi kuita mwezi Januari kwa sababu ni mwezi unaokuja badala ya matumizi makubwa ya fedha kwa mwezi Disemba. Kama ndo mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii ya Kipato Digital TZ, ni kusihi kitu kimoja: kwa maslahi makubwa ya elimu ya fedha na uwezo wako mzuri wa kufanya matumizi ya fedha kwa kufuata budget, hakikisha una subscribe chaneli hii ya Kipato Digital TZ kwa maudhui mengi ya kuelimisha kuhusiana na mambo ya fedha, na usisahau kushare na ndugu jamaa na marafiki ili nao wafikiwe na video hii ya kuelimisha juu ya masuala mazima ya fedha. Basi kwa leo sina la ziada. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usikose kufuatilia video zijazo na tukutane wakati mwingine.